Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Aprili 15 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumejisalimisha miguuni pako, tukiwa ni wadhambi, tukiwa ni wahitaji, tukiwa na mambo mbalimbali ambayo kila mmoja wetu angetamani kuzungumza nawe. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema uwanda wa maisha matakatifu. Imejengeka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 2 aya 9. Neno la Mungu linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kanisa la Kristo duniani li katikati ya giza la kimaadili la ulimwengu usio mwadilifu ambao unaikanyaga sheria ya Yehova. Lakini mkombozi wao ambaye amelipa fidia yao kwa gharama ya damu yake ya thamani, amefanya kila uwezekano ili kwamba kanisa lake liwe mwili ulioongoka, unaoangazwa na nuru ya ulimwengu, likiwa na utukufu wa Imanueli. Miale angavu ya jua la haki ikiangaza kupitia kanisa lake itakusanya katika zizi lake kila kondoo waliopotea, waliotanga mbali, ambao watakuja kwake na kupata kimbilio kwake. Watapata amani na nuru na furaha katika yeye aliye amani na haki milele. Washiriki wa kanisa mmoja mmoja wanapaswa kudumisha nuru ya upendo wa Mungu ikiwa inawaka kwa mng'ao angavu katika nafsi zao wenyewe, ili pia iweze kuangaza kwa wengine. Tuna mambo mengi sana yatakayokuwa hatarini ikiwa tutaruhusu ulegevu wa kiroho kutuandama. Tujitahadhari dhidi ya kujishughulisha na chuki kwenye huduma za kidini na majukumu ya kidini. Hebu tupambane kwa uthabiti dhidi ya ule ulegevu wa nafsi ambao ni hatari sana kwa ukuaji na hata kwa maisha ya Ukristo. Kanisa hilo litakuwa na ustawi na ufanisi ambalo washiriki wake wanaweka bidii, juhudi binafsi kufanya mema kwa wengine ili kuongoa roho. Hii itakuwa kichocheo cha mara kwa mara kwa kila kazi nzuri. Wakristo kwa namna hii watafanya kazi kwa bidii zaidi ili kupata wokovu wao wenyewe. Nguvu zilizokuwa zimelala zitaamshwa, nafsi yote ikivutiwa na azimio lisiloshindwa ili kupokea pongezi ya Mwokozi ya vema sana na kuvaa taji ya mshindi. Yesu hulifanya kanisa lake kuwa hekalu takatifu kwa ajili ya Mungu. Anatangaza, kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mathayo 18:20. Kanisa lake, uwanda wa maisha matakatifu, lilijaliwa kuwa na karama tofauti tofauti na kujaliwa na Roho Mtakatifu. Majukumu yanayofaa yametolewa na mbingu kwa kila mshiriki wa kanisa duniani,
na wote wanapaswa kupata furaha yao katika furaha ya wale wanaowasaidia na kuwabariki. Hii ni Aprili 15, mada ikisema uwanda wa maisha matakatifu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho.